nisingekunyima dadangu, ningekupa tu. Usiku mmoja kabla ya siku yetu kubwa, nilikuta pete yangu ya uchumba ikiwa juu ya meza ya kitanda cha dada yangu wa tumbo moja, na pembeni yake kulikuwa na ujumbe mfupi kutoka kwa mchumba wangu uliosema, siwezi kumuoa yeye wakati moyo wangu upo kwako. Siku zote nilijua mimi ndiye mwanamke mwenye bahati zaidi duniani. Baraka alikuwa na kila kitu ambacho mwanamke yoyote angetamani. Alikuwa mtaratibu, mwenye heshima na aliyenipenda kwa dhati. Kwa miaka 3 ya uchumba wetu, sikuwahi kuwa na mashaka hata kidogo kuhusu uaminifu wake. Hadi usiku ule ambapo kesho yake ilipaswa kuwa siku yetu ya kufunga ndoa. Nyumba yetu ilikuwa imejaa wageni. Ndugu walikuja kusherehekea harusi yetu. Lakini mida ya saa 4 usiku, baada ya kukosa usingizi kwa furaha, nilitoka chumbani kwangu na kwenda kuchukua maji jikoni. Nikiwa narudi, nilisikia sauti za watu wakinong'ona kwa siri uani nyuma ya nyumba. Nilisogea taratibu kwenye dirisha la jikoni linalotazama uani. Kwa mwanga hafifu wa taa ya nje, nilimuona Baraka akiwa amemshika mkono dada yangu Rahma. Sauti ya Baraka ilikuwa ya chini, yenye mahaba na uchungu. Sijachelewa Rahma, tukimbie usiku huu. Siwezi kusimama mbele ya watu kesho na kumwahidi mdogo wako uongo ambao utagharimu maisha yangu yote, wakati sura yako ndio iliyopo moyoni mwangu. Nilihisi moyo wangu unapiga kwa kasi. Akili iligoma kabisa kuamini. Rahma, dada yangu aliyenilea kwenye mikono yake baada ya wazazi wetu kufariki, leo hii amekuwa kama adui yangu. Dada yangu aliyenilea kwenye mikono yake baada ya wazazi wetu kufariki, leo hii ndo anataka kunifanyia huu nyama. Na Baraka, mwanaume niliyemkabidhi maisha yangu yote. Ninaota. Basi nilimuona Baraka akiondoka kwa haraka sana akitokomea gizani. Rahma alirudi ndani na kuingia chumbani kwake. Baada ya dakika chache, niliingia chumbani kwa Rahma na kumkuta amelala akijifanya yuko usingizini kabisa. Lakini juu ya meza yake pembeni kulikuwa na ile pete yangu ya uchumba niliyokuwa nimeivua jioni wakati naoga, ambayo Rahma alikuwa ameichukua kwa siri chumbani kwangu. Nilitafuta sana mpaka Baraka nikamwambia pete imepotea. Kumbe ni michezo yao tu. Niliumia sana moyoni. Na pale pembeni kulikuwa na ule ujumbe ambao ulitoka kwa Baraka akisema, siwezi kumuoa yeye wakati moyo wangu uko kwako. Hapo ndipo nilipogundua siku ya kesho haitakuwa siku ya furaha tena. Itafichua usaliti mkubwa zaidi uliowahi kutokea kwenye familia yetu. Maumivu niliyoyasikia usiku ule, nilishindwa hata kulia. Nilibaki naitazama ile pete na ule ujumbe, huku mwili wangu wote ukitetemeka kwa hasira na simanzi. Mawazo mawili yalinijia kichwani. La kwanza lilikuwa kuanzisha timbwili usiku ule ule, au nimvamie Rahma na kumpiga akiwa pale amelala. Niliamua kuweka ile pete na ule ujumbe mfukoni mwangu. Nilitoka chumbani kwa Rahma kimya nikarudi chumbani kwangu. Haikuwa rahisi kupata usingizi hata kwa dakika moja. Asubuhi ilipofika, nyumba yetu ilichangamka kwa vigelegele na nyimbo. Ndugu, majirani na wageni waalikwa walianza kujaa ukumbini. Kila mtu alikuwa na furaha sana kasoro mimi ambaye moyo wangu ulikuwa unavuja damu. Asubuhi Rahma aliingia chumbani kwangu kunisalimia. Alikuwa anatabasamu kana kwamba hakuna kilichotokea. Alinikumbatia na kusema, mdogo wangu,
hatimaye siku yako kubwa imefika. Ninafurahia sana. Yaani kuitazama sura yake bila kumpiga kofi lilikuwa ni jaribio kubwa zaidi katika maisha yangu. Nilijilazimisha kutabasamu, nikamwambia asante Rahma. Siku ya leo itakuwa ni siku ya kukumbukwa na kila mtu. Basi mchana ulipofika, ukumbi wa sherehe ulijaa tele na familia zote mbili. Baraka alikuwa amesimama mbele akiwa amependeza kwa suti yake ya gharama. Alionekana mwenye kujiamini bila kujua kuwa sumu ya usaliti wake ilikuwa tayari imefichuka. Niliingia ukumbini taratibu, watu wote wakishangilia na kupiga makofi. Msimamizi wa sherehe MC aliposhika maiki na kusema, kabla hatujaendelea na hatua inayofuata, tunawakaribisha wanandoa watarajiwa kutoa neno la shukrani mbele ya wazazi na ndugu. Karibuni. Niliomba maiki kwa utulivu mkubwa sana. Ukumbi mzima ukawa kimya ukisubiri kusikia maneno yangu. Nilimwangalia Baraka, kisha nikamwangalia Rahma aliyekuwa amekaa kwenye viti vya mbele kabisa. Nilitoa kile kikaratasi kidogo mfukoni mwangu. Nikasoma ujumbe kwenye mic kwa sauti kubwa ili ukumbi mzima usikie. Siwezi kumuoa yeye wakati moyo wangu uko kwako. Ukumbi mzima ulilipuka kwa mshtuko. Baraka aligeuka kunitazama, sura yake ikapoteza mvuto na kuanza kuvuja jasho. Rahma naye alipata mshtuko na kuanza kutetemeka pale alipokaa. Kisha nikatoa ile pete ya uchumba, nikaiweka kwenye meza ya mbele ambapo alikuwa amekaa Baraka. Nikanyoosha kidole kuelekea kwa Rahma. Nikamwambia mbele ya ndugu na wageni wote, mimi nililelewa baada ya wazazi kufariki. Dada yangu alijinyima kila kitu ili mimi nipate furaha. Lakini kama ulikuwa unamtaka Baraka, ungepata tu ujasiri wa kuniomba. Mimi nisingekunyima dadangu, ningekupa tu kwa sababu nakupenda na naijali sana furaha yako kuliko hii aibu ambayo unanitia leo. Nini dadangu? Basi machozi yalianza kumtoka Rahma, lakini hakuwa na la kujitetea. Baraka alijaribu kunishika mkono na kunisihi, tafadhali, tunaweza kurekebisha hili. Tuongee Chemba, njoo mke wangu mtarajiwa. Nilimwangalia moja kwa moja machoni na kumwambia, mimi nimekusaidia tu kukamilisha mchana wa leo. Kwa heri. Nilitoka ukumbini pale kwa kichwa kilichoinuka, huku kelele na simanzi za mshtuko vikitawala kila pembe. Basi siku hiyo ndiyo ilikuwa mwanzo wa maisha yangu mapya. Niliondoka mjini siku hiyo hiyo na kuhamia mji mwingine. Kuanza maisha yangu mapya bila mwanaume msaliti wala ndugu asiyenijali. Ilinichukua miezi mingi sana kupona maumivu yale, lakini leo hii ninajua kitu kimoja. Wakati mwingine Mungu anaruhusu ugundue usaliti kabla haujawa kifungo cha maisha yako yote. Je, unaona nilifanya uamuzi sahihi kumaliza kila kitu mbele ya jamii na ndugu, au ningeendelea kumalizana nayo kimya kimya nyumbani?
Tafadhali niandikie maoni yako hapo chini na usisahau kusubscribe my channel ili uwe wa kwanza kupata simulizi zijazo.